Yes bwana, baada ya mechi kuweza kumalizika, huwa tunakupitisha kwenye chambuzi mbalimbali za wadau wa soka ili ufahamu ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea uwanjani, lakini pia kuendelea kukupa information kuhusiana na kile ambacho kinajadiliwa zaidi. Nitakupa uchambuzi wa wananchi Yanga, lakini pia nitakusogezea uchambuzi wa Simba, mchezo ambao umeweza kumalizika. Lakini kubwa zaidi, ngoja tuanze na Yanga ambao mchezo wao ulikuwa wa awali kabisa na ulichezwa majira ya saa 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na huu ni uchambuzi wa mtu mzima George Mbangile ambao umeandikwa na Kelvin Bryson ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakiandika content mbalimbali kuhusiana na chambuzi za soka, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakihakikisha wanakusogezea kwa upana kile ambacho kimetokea uwanjani. Namba moja ameandika timu zote mbili zimeonyesha performance ya kawaida sana, walikuwa slow, walikuwa na mpira wakiwa na mpira na bila mpira, maamuzi yalikuwa sahihi nyakati muhimu, hata bila mpira au kuweka pressure vizuri. Fountain Gate walikuwa na plani nzuri bila mpira, kuzuia akiwa idadi kubwa ya wachezaji nyuma ya mpira. Tatizo ni utekelezaji wao ulikuwa sio mzuri. Namba moja, wanashindwa kuweka pressure vizuri kwenye mpira na kwa mchezaji rahisi kwa Yanga kuivuka block, walikuwa kama watazamaji vile. Yanga wanafika kwenye eneo la mwisho kirahisi, na tatizo kwa Yanga ni maamuzi yao ya mwisho hayakuwa mazuri. Namba mbili, wakiwa na umiliki wa mpira wanakosea sana pasi zao, hasa kwenye maeneo ya hatari. Wakiwa wanaanza build up, wakivuka mstari wakati wanakosa machaguo mengi zaidi ya pasi, wanakuwa na idadi ndogo ya wachezaji, ngumu kwao kutengeneza mashambulizi. Nafikiri kwa performance ambayo Yanga wameonyesha leo wamestahili haya matokeo. Sio kwamba walikuwa bora sana kiwanjani, ni vile wamekutana na Fountain ambao walikuwa bora kwenye kutengeneza mashambulizi. Unajua kwa nini? Kwa sababu bila mpira Yanga hawakuweka pressure vizuri kwa mpinzani kwenye mpira rahisi kwa Fountain kuweza kuvuka phase ya kwanza ya Yanga. Tatizo ni idadi ndogo ya wachezaji wakivuka mstari kwa wakati na ubora wa defense ya Yanga kwenye kushinda mipambano yao. Lakini pia Yanga wakiwa na mpira wanakosa usahihi na utulivu kwenye maamuzi yao. Wanapoteza pasi kirahisi mno, ufanisi ulikuwa mdogo mbele ya goli, na kuna muda huoni goli linatokea wapi. Note kwamba namba moja, Duke Abuya ana uwezo wa kupora mipira. Shadrack Boka anatakiwa kuboresha pasi zake za mwisho. Celestin Ekwa akiwa na mpira anakosa maamuzi sahihi, mipira anatupa kirahisi mno. Kulandana na Mukono wamecheza game nzuri kwa upande wa Fountain, utulivu akiwa na mpira, pasi zao zilikuwa sahihi, wanajiamini sana. Run za Pacome, pasi ya Abuya, then finishing ya kwake Pacome ilikuwa ya moto kinoma noma. Full time ikamalizika kwa wananchi kupata mabao 2-0 dhidi ya Fountain Gate. Lakini kwenye mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wameweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0, Simba walianza game vizuri sana, tofauti ya mchezo uliopita. Bila mpira wanafanya pressing vizuri kuanzia juu, wakati wanaanza build up wanakuwa na kasi kwenye maamuzi yao, usahihi wa pasi zao, yani fanya mpira utembee kwa haraka zaidi na kwenye nafasi. Namba tatu, wachezaji wa mbele wanabadilishana nafasi vizuri, yani rotation ilikuwa kinoma noma. Huyu ndio mnyama sasa. Baada ya kufanya hiyo, Simba wanafunga magoli mangapi? Ni kwa sababu Mbeya City hawakuwa na muundo mzuri wa kuzuia, kunakuwa na nafasi kati ya viungo kunakuwa na nafasi kati ya viungo wao na ulinzi. Ni rahisi kwa Simba kufikia eneo lao la mwisho. Idadi nzuri ya wachezaji wa Simba kwenye kiungo, winga wanaingia ndani kwenye half space. Hapo wanakuwa namba 10 watatu Morris Ahua pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala, then wanafanya overlap kushambulia nafasi pembeni ya uwanja, nafasi zikawa zinafunguka kirahisi mno. Nafikiri kipindi cha pili Mbeya City waliamua kupunguza idadi ya magoli kwa kuzuia vizuri nafasi. Wanakuwa na idadi nzuri ya wachezaji kwenye kiungo, wanakuwa karibu na dhumuni ni kuwafanya Simba kukosa nafasi kwenye mpira, wanazuia kwa idadi kubwa ya wachezaji kwenye box lao. Note kwamba Morris Abraham amekuwa na mwendelezo mzuri kinoma noma. Kante akiwa na mpira mguuni, napenda ubora wa pasi zake. Elie Mpanzu Kibisawala kwenye hii game amekosa goli tu, lakini kacheza vizuri mno. Jonathan Soa anajua sana kukaa kwenye nafasi. Beno Kakolanya amepunguza idadi ya magoli kwa kufanya saves za kutosha. Mara nyingi anatuliza mpira vizuri, ana dribble vizuri kutoka kwenye pressure.
makosa mawili makubwa kwa Mbeya City, back pass fupi. Simba walihakikisha yanapatiwa adhabu yake. Soa na Bajaber karibu kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania. Full time 3-0. Simba mnyama anaunguruma na mabao 3-0 dhidi ya Mbeya City. Huo ni uchambuzi ambao umeweza kuandikwa na mtu mzima Kelvin Bryson, lakini pia ni kwenye ukurasa wa mtu mzima George Ambangile. Enjoy soka, Minute Official PMTZ.